Nguli wa zamani wa masumbwi duniani Mike Tyson hatimaye amevunja kimya na kuzungumzia safari yake hivi karibuni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, hususani jiji kuu la Kinshasa, ambako alialikwa kwa shughuli maalum za kitaifa na kitamaduni. Katika chapisho lake rasmi kwenye mtandao yake ya kijamii, Tyson ameweka picha kadhaa akiwa Kinshasa na kuandika kwa hisia kali: "Safari yangu ya kwenda Kongo ilikuwa tukio lililobadili maisha yangu. Watu wa kule ni wa kipekee sana. Natazamia kurudi tena. Ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kunipokea," ameandika Mike Tyson, huku pia akitoa shukrani kwa Deo Kasongo, afisa wa ikulu ya rais aliyemshughulikia kwa karibu. Kauli hii ya Tyson imekuja baada ya sintofahamu kutoka kwa baadhi ya Wakongo waliohoji ukimya wake baada ya ziara hiyo. Hata hivyo, chapisho lake limeondoa mashaka na kuonesha kuwa safari yake ilikuwa maana sana binafsi kwake. Mbali na safari hiyo, Tyson aliwahi kusikika katika mahojiano ya nyuma akisema kuwa anaamini asili yake ni kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, jambo lililowahi kuzua mjadala mkubwa, hasa kutokana na sura yake, maumbile na msisitizo wake juu ya Afrika. Na mnukuu alichoweza kuongea kipindi hicho: "Ninaamini damu yangu inatoka Kongo, kuna kitu ndani yangu kinaniambia nipo nyumbani ninapokuwa Afrika," alisema Tyson katika mahojiano ya kipindi cha Joe Rogan podcast miaka michache iliyopita. Wakati akiwa Kongo, Tyson alikutana na viongozi mbalimbali wa serikali, kushiriki hafla za kitamaduni na pia kuzuru maeneo muhimu ya kihistoria. Uwepo wake ulikuwa wa kuvutia na uliwagusa wananchi wengi, hasa vijana wanaomchukulia kama shujaa wa kihistoria kwenye tasnia ya michezo. Kama alivyosema mwenyewe, watu wa Kongo ni wa kipekee sana. Ni dhahiri kuwa ziara hii haikuwa kawaida, bali ni mwanzo wa uhusiano wa kihisia kati ya bondia huyo mkubwa na ardhi ya mababu zake. Bana, karibu tena. Mimi naitwa Mr. Baro, the Full Black Man. Dondosha komenti yako hapo chini, muhimu sana. Tukutane panapo ripoti nyingine. See you another time.